Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Karibuni tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo tunatazama kuhusu uchaguzi, tunaangalia kuhusu uchaguzi. Na kwetu wa Tanzania, kama mjuavyo, mwezi Oktoba tuna uchaguzi mkuu wa kumchagua rais, mbunge na diwani katika nchi yetu. Na katika kipindi kilichotangulia tumeona kwamba kiongozi tunayepaswa kumchagua atoke kwa Mungu, yani atokane na Mungu, asitokane na mawazo yetu tu, atokane na Mungu. Na leo tuangalie sifa za kiongozi. Sifa za kiongozi. Matendo ya Mitume sura ya 6 itatuongoza kuangalia sifa za kiongozi. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu wanaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao, mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Amen. Hapa tunakutana na sifa za kiongozi. Mwanzo wa kanisa lilipoanza karne ya kwanza, kulikuwa na utaratibu wa hudumia wajane na wahitaji wengine. Sasa ikafika mahali kukawa na manung'uniko kwa namna huduma ilivyokuwa ikitolewa. Baadhi ya watu wakanung'unika kwamba wajane wetu hawatendewi haki. Sasa ndipo wale tenashara, yani wale wanafunzi wa Yesu, wakawaita jamii ya wanafunzi, yani jamii ya watu, wakaitwa mkutano mkubwa, wakawaketisha wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Yani maana yake sisi haipendezi kuliacha neno la Mungu, yani kupeleka Injili na kuanza kutumika katika kuwahudumia watu hawa kwa chakula sijui nini. Kitu muhimu hapa, tunawaomba mchague watu 7 miongoni mwenu wanaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na wenye hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili la kuwahudumia hawa wahitaji. Unaona, sasa hapa kuna sifa 3 za watu wanaotakiwa kuchaguliwa kuwa kiongozi. Hapa walichagua watu wenye sifa hizi. Kwanza, wanaoshuhudiwa kuwa wema, yani kule kwenye jamii watu hawa walikuwa wanashuhudiwa kuwa ni wema, hawana lawama, hawana tatizo, hawasemwi vibaya, ni watu wema. Halafu wenye kujawa na roho. Jambo la pili, wenye kujawa na roho. Roho gani hapa? Hapa ni Roho wa Mungu, wenye kujawa na Roho wa Mungu, wenye kuongozwa na Roho wa Mungu. Hao ndio tunataka wawe viongozi wa kusaidia ili manung'uniko yasiwepo. Tatu, wawe wenye hekima. Wawe na hekima, sio wapokaji tu wanaokemea watu hovyo. Watu wenye hekima, wenye kutumia hekima katika kuhudumia watu, sio kufanya tena watu wajisikie vibaya. Lakini tunataka watu wenye hekima ambao wakiwahudumia kila mmoja anaridhika na huduma na
atawatendea haki kila mtu. Kwa hiyo hizi sifa ndizo sifa zilizotakiwa kwa kiongozi aliyetakiwa kuchaguliwa. Na sisi pia tunao watu ambao tunakwenda kuwachagua. Tutachagua diwani, tutamchagua mbunge, tutamchagua rais wa nchi. Watu hawa tunataka wawe na sifa hizi, wawe wamejawa watu wema. Kwanza, jambo la kwanza, wawe watu wema. Tunatamani wawe watu wema. Wema wapi? Kwenye jamii inayowazunguka. Kama ni diwani, awe mtu anayeshuhudiwa mema na jamii yake, sio anashuhudiwa vibaya, na mara anaitwa mlevi, mara anasema hivi, sijui mtukanaji, sijui mgomvi, anayeshuhudiwa kwamba huyu ni mwema. Jamani, huyu tukimpata huyu, yani kila mtu afurahie, kila jamii ifurahi kumpata yeye, maana ni mtu mwema anayeshuhudiwa. Lakini kwa mbunge ni hivyo hivyo, na kwa rais wetu pia. Jambo la pili analotakiwa kuwa nalo ni hili, Roho wa Mungu. Awe mwenye kujawa na Roho wa Mungu, yani awe anaongozwa na Mungu, sio anapeleka tu mawazo yake. Lakini tunatamani mtu anayeongozwa na Roho wa Mungu. Huyu ndiye atakayetusaidia, huyu ndiye atakayekuwa kiongozi bora na sio bora kiongozi. Huyu mwenye Roho wa Mungu, huyu ndio kiongozi atakayetusaidia. Lakini tatu, awe na hekima. Awe na hekima. Kwa nini awe na hekima? Maana hekima ni uwezo wa kutatua mambo, yani awe na uwezo wa kutatua mambo madogo na makubwa, mwenye akili ya kutatua mambo madogo na makubwa, mwenye ufahamu kuhusu jamii yake, inahitaji nini, haitaki nini, wana shida gani, wanatakiwa watatuliwe kwa wakati gani. Huyu mwenye hekima ndio anayetakiwa, na tusichague mtu ambaye hana hekima. Atatuvuruga, atatugonganisha, shida zetu hata zitatua, atajinufaisha tu mwenyewe. Hatutaki mtu wa hivi. Tunataka watu ambao watajishughulisha sana kwa ajili yetu. Hawa viongozi wema, wenye kujawa na Roho na wenye hekima, hawa ndio tumuombe Mungu atupe huo mwezi wa 10 utakapofika wakati wa uchaguzi. Mungu wa mbinguni akusaidie. Na mimi nikuombe kuanzia sasa, anza kuangalia, inawezekana diwani wako amekuwa mtu mwema, mwenye roho, mwenye hekima, unaweza kukarudia kumchagua yeye. Lakini kama sasa hana hizi sifa, tafuteni mwingine mwenye sifa hizi. Inawezekana mbunge wenu ana sifa hizi, basi mrudie kumchagua tena. Lakini kama hizi sifa hana, huyo tutafute mtu mwingine, atakayetusaidia. Rais vile vile tunaweza kukuta hana hizi sifa, lakini tuna mtu mwenye sifa hizi, basi tumpe mwenye sifa hizi. Rais ambaye tunakusudia awe na sifa hizi, inawezekana ni huyu tuliye naye sasa akawa na sifa hizi, tunampa yeye, na kadhalika. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mimi nazungumzia sifa za kiongozi, sinukuu vibaya. Inawezekana nikanukuliwa vibaya, lakini lengo langu ni kutaka mtu mwenye sifa hizi ndiye awe kiongozi wetu. Hata yeye akiwa pale afurahi kuwa pale alipo. Kama ni mbunge, kama ni diwani, kama ni rais, afurahie kuwa kwenye kiti kile, yani ajisikie yuko pale, sio kila mara aanze kuletewa hiki mara hivi, mapigano, magomvi asio na sababu. Afurahie kuwa pale, na watu wake na jamii yote ifurahie yeye kuwa pale, na watamani yeye kuwa pale. Basi ni hayo nilitamani kusema. Mungu akubariki, akusaidie mpendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV na wa kipindi hiki cha Mkate Leo. Mungu wa mbinguni awe upande wako, lakini usiache kuniunga mkono rafiki yangu kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV, na kwa njia hiyo utakuwa umenibariki sana. Mungu wa mbinguni naye atakubarikia sana. Natakia kila laheri, tuwe na wakati mwema na
furaha.